Mikataba yote huwa inavunjika, na mikataba yote lazima iwe na kipengele cha namna mkataba unavyoweza ukavunjika au ukawa na mgogoro au ukasuluhishwa. Mikataba yote, na tena mikataba ya ujenzi hicho kipengele lazima kiwepo. Kuna wakati ujenzi unaweza ukacheleweshwa, upande wa pili ukasema hapana bwana, tuende sawa, au gharama zikaongezeka ukashindwa kulipa. Kwa hiyo mkataba kuvunjika lazima unaweza ukavunjika kutegemeana na pande mbili zinavyotekeleza huo mkataba. Kwa hiyo hiyo ipo na huwa inatokea. Unaona Ngawa sasa kwenye hili swala la Yanga wengine tumepata surprise leo, lakini mwanzoni haikuonyesha kwamba mwekezaji ndio huyo atakuwa na mkataba wa ubia. Huo tunauita mkataba wa ubia. Yanga kutoa ardhi na mwingine kutoa nini tunaita ni JVA, joint venture agreement. Sasa mkataba wa ubia sasa huu ni wa nusu kwa nusu. Sasa sio thamani ya ardhi waliotoa Yanga na thamani anayojenga sijui imeendaje, lakini tunasema mkataba wa ubia. Na mikataba mingi ndio inafanyika hapo Kariakoo. Mikataba mingi. Hata mimi na wateja wengi Kariakoo. Familia inatoa nyumba yake, then mtu mwingine mwenye hela yake anajenga, anasema najenga gorofa 10, 15, tutagawana hizo gorofa, tutaendelea kuishi pamoja. Umeona hiyo ipo. Lakini sasa kwa upande wa ujenzi wa uwanja ndio hilo kidogo ndio tumelifahamu sasa hivi, na hatujui sasa upande wa Yanga wanawakilishwa na nani, kwa sababu wengine tunajiuliza wakati masuala ya mabadiliko ndani ya Yanga kuna kitu kimoja hakijakamilika. Hakuna masuala ya hisa, wawekezaji wengine 3 walisema wangekuwepo, mambo ya hisa, lakini vile vile mikutano mikuu ya Yanga imefanyika mara 2 mara 3, waliambia tu uwanja unajengwa, lakini unajengwa vipi na umiliki wake alikusemwa, na hivyo na vimepitishwa vipi. Kuna mambo mengi mimi siwezi kuyafahamu kwa sababu tujapata hali halisi kwenye makaratasi, ni matamko tu. Na ndio kwa maana huwa nawaomba vyombo vya habari kuwatafuta wahusika na hasa wanasheria wale wa Yanga ambao wanadili na hilo swala. Lakini kwenye construction industry na kuna wanasheria waliobobea kwenye construction law watakuambia, na ukitaka nitakutumia baadhi ya watu ambao wanadili na mambo ya majengo na wapo kwenye makampuni ya majengo, TBA huko, National Housing Corporation, na wengine kwenye hiyo mikataba ya ujenzi nayo ina vipengele kama hivyo. Na hasa sasa inapokuja mkataba wa ujenzi wa ubia nao tena una vipengele vyake. Kwa hiyo hata timu kama ile Uingereza Arsenal ilipojenga uwanja wake ule na Emirates wakawekeza, hawakuwa kwenye ubia, lakini Emirates ikasema tu uwanja wenu nitaomba uitwe jina la Emirates kwa miaka kadhaa, baadaye mnaweza mkaendelea wenyewe. Kwa hiyo wao walihitaji tu ile brand waitumie. Kwa klabu ya Yanga ndio leo tunasikia kwamba huyo atayejenga ambaye alikuwa mwekezaji, huyo naye amepata umiliki na ni wa 50 kwa 50. Kwa hiyo tunasema hiyo ni joint venture. Lakini hiyo joint venture kwamba alikuwa yeye ni mfadhili mpaka sasa, ni mfadhili. Lakini anayejenga ni nani? Ni yeye, ni mfadhili pia. Ni mfadhili. Anayewekeza kwenye ujenzi ni nani? Ni yeye. Kwa mujibu wa engineer, uwanja utamilikiwa na nani? Kwa mujibu wa engineer amezungumza kwamba JSM yeye atajenga uwanja ambao atapata 50%, lakini hayupo kwenye uwekezaji wa klabu kwa jumla. Yeye anahusika kwenye uwanja pekee. Na kwa maana nasema ndio Yanga inakuwa na miradi mingi mbele ya safari. Unaweza kuwa na mradi wa hoteli kubwa, unaweza kuwa na uwanja kama huu, wakawa wawekezaji mbalimbali na wamiliki mbalimbali. Issue yangu tu kwamba kwa kuwa klabu ya Yanga ambayo tulikuwa tunaambiwa inaingia kwenye masuala ya makampuni, na yenyewe itakuwa ni kampuni na humo ndani kuna wanahisa, upande wa watu wanachama wa kawaida hisa zao 51% na wawekezaji wengine 3.
Hilo halijafanyika bado. Halafu kungepaswa kuwa na bodi ya wakurugenzi. Kwa mfano sasa wengine wanasheria tunajiuliza maamuzi makubwa sana yanafanywa na nani? Yanafanywa na hao wanahisa ambao wapo, yanafanywa na bodi ya wakurugenzi, au yanafanywa na kamati ya utendaji, au yanafanywa na wadhamini. Sasa structure ya maamuzi ya Yanga, hasa maamuzi makubwa kama ya mradi mkubwa kama huo, hata wakati wanatangaza tenda na kufungua tenda, maamuzi yalikuwaje? Kuna mambo mengi kama mimi sijayapata vizuri, hayapo wazi sana. Yani kwamba nini kitafanyika, yani kana kwamba kama una ukakasi fulani hivi. Yani mimi ninachosema tu ni kwamba hivi kukitokea na mgogoro, kwa mfano yupi atashtakiwa ndani ya Yanga? Anayejenga, anaiwekeza au anayemiliki? Lakini yawezekana kisheria yapo huko wameyaweka sawa. Mimi ninachozungumzia tu, okay, hebu turudi. Wana Yanga wenyewe wanataarifiwa, wanachama wa Yanga wakati wa mikutano yao mikuu mpaka mwingine wa siku za karibuni walielezwa taarifa za ujenzi wa Yanga. Je, walielezwa kuhusu umiliki wa Yanga au nao wanaipata leo kwa taarifa iliyosemwa leo? Kwa hiyo kuna mambo mengi sana kwenye huu mradi mkubwa wa ujenzi wa klabu ya Yanga ambayo lakini mwisho wa siku utainufaisha vipi Yanga? Sasa inaanza kuonyesha kwamba ndani kutakuwa na wamiliki wawili. Yanga itapata maslahi yake na Simba maslahi yake na GSM na GSM, sio Simba samani, na GSM. GSM sasa ambayo umesema ni mwekezaji, mfadhili, anawakilishwa na nani pale? Yaani kampuni inayomwakilisha ni hiyo GSM ambayo ni kampuni giant kubwa sana. GSM mwenyewe ana kampuni karibu 20 mbalimbali, zipo za usafiri, za nini, je, ana kampuni maalumu itakayohusika na ujenzi wa ule uwanja? Hatujui. Kama ambavyo nimekuwa nikiwaambia wengi wa vyombo vya habari, ukiniuliza mimi kwanza sina document ya mkataba wa huo ujenzi. Ni hayo matamko ambayo wengine tunajaribu kuyajadili. Kwa hiyo kwenye masuala ya mikataba hiyo ya ujenzi na hasa masuala ya ubia ina mambo mengi, na kuna mkataba wa ubia humo ndani ndio una ibara mbalimbali zinazohusiana na mambo hayo ya ujenzi. Na naamini kwa kuwa rais wa Yanga ni engineer, nadhani ni civil engineer, yani engineer wa masuala ya majengo, labda ni structural engineer au vyovyote vile, naamini atakuwa yupo makini katika hilo. Lakini vile vile naambia yeye vile vile ni sehemu ya GSM. Sasa sijui nani wanalinda maslahi ya klabu ya Yanga na wanayalindaje sasa. Lakini wengine hatuna haja kuuliza hiyo, tunataka zaidi matokeo yaonekane kama ambavyo uwanjani tunataka matokeo ya ushindi. Kwa kiwalisia kwa jinsi ambavyo ulivyoyasikia, ingawa kwamba bado haujaupitia kwa undani mkataba wenyewe jinsi ulivyo, unadhani kwamba huu mkataba haujaibana klabu ama ni mkataba ambao kiwalisia ambao unafanyika mara kwa mara? Mimi nasema tu kwanza tuwezi kuona hiyo mikataba ndani inakuwa vile na kipengele cha confidentiality, vile vile inakuwa na vipengele vya usiri kwa maslahi ya pande zote mbili. Kwa hiyo si rahisi wakaudisclose, wakauweka wazi, unaona Lakini mara nyingi tunasema lazima ulinde maslahi ya anayejengewa huo mradi. Na mimi nafurahi sasa, kumbe hata anayejenga na ana maslahi. Basi tunatarajia mradi utakaa vizuri, kwa sababu hata anayejenga naye atakuwa mmiliki, anayejengewa naye ni mmiliki. Basi I hope uwanja utajengwa kwa kiwango ambacho pande zote mbili watataka ukae vizuri. Ukae vizuri. Kwa kiwalisia, tukija kwenye hoja ya msingi, unaweza ukajengwa uwanja umekamilika, lakini vile vile mkataba unaweza ukavunjwa pia. Kuna mkataba wa uwanja mpaka uishe.
then kunakuwa na mkataba wa umiliki. Nikwambie kitu alichotuambia huyu engineer Hersi, ameleta kitu kingine ambacho lazima kiwe tena na mkataba wake. Umenipata? Kuna mkataba wa ujenzi ambao nadhani umesainiwa leo na ujenzi ufanyike. Lakini ameamua kwenda mbele kwamba uwanja ukiisha utamilikiwaje. Nadhani ameamua kusema mapema, sio alikuwa na maana gani, lakini nilitarajia kwanza uwanja ungeisha alafu swala la umiliki lifuate. Lakini ameamua kudisclose kila kitu, na ndio kwa maana sasa wanasheria tunasema amefungua boxi lililokuwa lina jambo kama hilo, open Pandora's box. Then itatufanya watu pengine tujadili sana umiliki kuliko ujenzi wenyewe. Maana afadhali kwanza tungeacha mkataba huu wa ujenzi ambao ulisainiwa leo, tuone ujenzi unavyoenda mpaka wanapomaliza. Halafu baada ya hapo kungekuwa na swala la umiliki. Lakini labda amedisclose kwa sababu anaijenga, huyo vile vile atapata sehemu ya umiliki. Sijui. Sijui. Je, kuendelea kupata taarifa zaidi kutoka kwa klabu ya Yanga yenyewe na sio klabu ya Yanga. Ndio kwa maana ni vizuri unapekua kujua kampuni inayojenga. Huyo anayejenga amepewa sio anayejenga. Tunayejenga sawa, tayari na mkataba wa kazi uendelee. Hizo kampuni ambazo zitajenga, na pale panakuwa na kampuni nyingi. Kwanza imeanza kampuni ya michoro ya uwanja na mikataba yake. Kuna kampuni nyingine ya kuleta vifaa na materials, inaweza kuwa kampuni za umeme. Kuna kampuni, wewe ukienda kwenye kampuni utaona bango likishawekwa pale. Sisi wengine tuna hamu ya kujua, tumedeal sana mambo ya ujenzi. Mimi nasubiri bango litakalowekwa pale litasema main contractor itakuwa kampuni moja kubwa. Na ambapo kwa mujibu wa rais amezungumza kwamba ujenzi unaanza kesho. Lile bango lile limekaa kisheria, lazima likae pale. CRB au wanaitwa Contractors Registration Board wanakuambia lazima bango likae pale. Liseme main contract ni nani, liseme mmiliki wa hilo jengo ni nani, liseme structural engineer ni nani, electrical engineer, sio nini. Alafu pale chini unaona wanaweka na vitu vingine pale, matangazo sio ya ukimwi nini. Kwa hiyo mimi nasubiri ile bango, alafu nikishaona pale wewe unaanza kutafuta zile kampuni. Na hasa yule main contract. Lakini kwa hoja mliosema wala huna haja kutafuta yale makampuni. Sasa hivi tutamwangalia pale mmiliki. Wataonyesha mmiliki wa jengo ni Young Africans na GSM. Ndio iko hivyo. Okay. Basi sawa. Kama ni hivyo basi hiyo tunasema ni joint venture contract. Ni mkataba wa ubia wa ujenzi wa klabu ya Yanga. Hauna shida yoyote? Shida katika nini? Yaani kwamba hauna sehemu huenda kwamba kuna mmoja ananufaika zaidi na mwingine anufaiki zaidi. Wamesema 50-50. Ndio. Sio wamesema umiliki utakuwa 50-50. Sasa ule ni uwanja, lakini ingekuwa ni ghorofa, ningekuambia kama ni ghorofa 10 kila moja ana apartment, ana ghorofa 5 na mwingine 5. Wengi wanaangazia kwamba thamani ya fedha kila siku inapanda. Sasa huenda safari akatumia labda bilioni labda 100 ama bilioni kadhaa, lakini sasa huenda kwa kumpa muda mrefu, kwamba kumpa mkataba wa kudumu, huenda yeye mwekezaji ambao anajenga uwanja kanufaika zaidi kuliko klabu. Kwani wamesema uwanja utajengwa kwa muda gani? Kwa kipindi cha miezi 18 hadi 20 kuanzia sasa. Kwa hiyo tunatarajia uwanja wa Yanga by 2028 mpaka 2029 utakuwa umeisha. Ndio. Unaona Sasa hilo lingine unalosema sijakuelewa una maana gani? Wengi wana mashaka, wanaamini kwamba huenda huu mkataba ukaibana zaidi klabu, kwa sababu wanampa yule anayejenga uwanja mkataba wa kudumu, yani kumiliki 50% pasipokuwa na kikomo, kwamba wengi wanaamini kwamba ilipaswa kwamba wampe muda maalum. Sasa wakisema bila kuwa na kikomo, ina maana huyo jamaa naye ni mmiliki maisha yake yote na warithi wake, si ndio? Sasa hiyo style ndio watu wengi tunaishangaa, na hasa kwenye mali, sio mali ya umma ila mali ya club au mali ya association, na hasa mali ya club.
Hicho hata vilabu vya Ulaya havijafanya. Ndio watu wanadauti hapo. Nasema hata vilabu vya Ulaya, hata wale wawekezaji pale wa Man U, wale mabilionea wa Marekani, wala hawajagusa ule uwanja wa Old Trafford. Au wanavyosema ule uwanja utapanuliwa Old Trafford, sijui nini na nini, wala wao hawajaingia. Sasa ndio kwa maana nasema hatuwezi kucomment wakati hatujasoma huo mkataba. Ni mashaka tu ya kila mtu. Basi mimi nikushukuru sana kwenye engo hii. Nakushukuru sana. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.